Jinsi ya kupata leseni ya udereva. Sasa ujanja ni kufata protocol. Sasa mchakato wa kufata protocol unaweza kuonekana unachukua muda kidogo, lakini unakupa amani ya akili. Hatua namba 1, anza mtaani. Kama sio mtaani, tafuta mtu akuelekeze basic ndogo ndogo uelewe kabla haujaenda chuoni. Faida ya kuanza mtaani au kutafuta mtu akuelekeze vitu vidogo vidogo, unapofika chuo hauanzi kutetemeka au hauogopi kukaa kwenye kiti cha udereva. Hii itakusaidia kuwahi kuelewa masomo ya chuo. Baada ya hapo, nenda kajifunze kwenye chuo kinachotambulika kutoa mafunzo ya udereva. Sasa kwa nini watu wanaenda kujifunza kwenye vyuo vya mafunzo ya udereva? Namba 1 ni kupata cheti. Sasa mfano ukienda VETA utapewa cheti rasmi kinachotambulika na serikali, makampuni na taasisi binafsi, kwa sababu unaweza ukawa dereva mzuri alafu baadhi ya taasisi au kampuni binafsi ikakuuliza wewe umesoma wapi udereva. Sasa hauwezi ukasema mtaani. Lazima uwe umepita kwenye taasisi zenye mamlaka ya kutoa mafunzo hayo ya udereva. Na mwisho, anza sasa mchakato wa kutafuta leseni ya udereva. Sasa unaweza ukatembelea ofisi ya TRA iliyopo karibu yako, ukaenda kuuliza mchakato wa kupata leseni naanzia wapi? Lakini namba 2, siku hizi mambo yote ni online, kwa hiyo kuna uwepesi kidogo. Na mwisho, unaweza ukamtafuta instructor wako aliyekufundisha kuendesha gari, ukaongea naye, ukamwambie akusaidie namna sahihi ya kupata leseni ya udereva baada ya kumaliza mafunzo ya udereva na kutunukiwa cheti kinachotambulika na mamlaka husika. Asante sana.